Ndio mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mara tena tunakaribisha kwenye lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025, inatufunza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia, na somo la sita kwenye robo hii ya pili nazungumzia kuelewa kafara. Leo Alhamisi tuzungumzie kwa kuwa wewe ndiwe uliyeumba vitu vyote. Kwa kuwa wewe ndiye uliyeumba vitu vyote ndiyo somo letu la leo ambalo tunakuja kujifunza pamoja na mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Utaona kwamba mara nyingi katika maisha wale wa nabii, Mungu alikuwa akiwapatia neema. Katika matukio machache manabii walikuwa wameletwa karibu na Mungu vya kutosha katika maono, kiasi kwamba waliruhusiwa kuona kiti cha enzi cha Mungu. Kwa mfano, utakapoona nabii yule ambaye ni Ezekiel, Isaya, hata Yohana, kufikia muda fulani waliingia kwenye maono na kuona Mungu mpaka kiti chake cha enzi. Nitakusihi pamoja nami kusoma kwenye Isaya 6:1-5 na Ufunuo 4:7-11. Ni vipengele gani vya maono haya mawili vinavyofanana, na unapoendelea kuzingatia mpangilio wa matukio, ni mada gani inawasilishwa kwanza na nini inafuata, na ni ukweli gani kumhusu Mungu unakaziwa katika maono haya ambayo tunapata kwenye vitabu vya hawa wanabii. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu tusome na baadaye turudi hapo. Ufunuo 5:12. Kwa sauti kubwa walikuwa wakisema, anastahili mwana-kondoo aliyechinjwa kupokea nguvu na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Mpendwa, wale manabii watatu ambao tumewazungumzia, Ezekiel, Isaya na Yohana, waliweza kutafakari kiti cha enzi cha Mungu katika maono. Na wakati Ezekiel alikuwa mtazamaji tu, Isaya na Yohana wao waliingiliana kwenye eneo la tukio huko mbinguni. Kwa mfano, unaposoma kwenye Isaya sura yake ni ya 6 mstari wa kwanza ukishuka hapo, na Ufunuo 4:8, unaona kwamba wanapoingia kuona kwenye kiti cha enzi, waliona malaika wakimsifu Mungu wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Walikuwa huko wakiabudu. Na baada ya hapo kilichotokea kwenye Isaya 6:5 na Ufunuo 5:4, Isaya alihisi ya kwamba hastahili, na Yohana pia alilia kwa sababu hakuna mtu aliyestahili. Wanapoingia katika uwepo wa Mungu wanaona kwamba hawastahili, wakati malaika wote wako wanamsifu Mungu wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wakaona kwamba wao hawastahili. Mpendwa, inaonyesha kwamba unaposoma kwenye Ufunuo 5:6, dhambi ya Isaya iliondolewa, na Yohana pia alimuona mwana-kondoo akichinjwa kwa ajili ya dhambi yake, kulingana na Isaya 6:6-7 na Ufunuo 5:6. Kwa hivyo kutostahili kwetu huongeza ahadi, ama niseme ya kwamba kutostahili kwetu huongeza hadhi ya mwana-kondoo, kwa kuwa Yesu alionyesha mambo mawili katika mambo kama na yale, kwamba kwanza, Mungu anatupenda hadi kufikia hatua ya kujitoa kwa ajili yetu. Walipoona kwamba hawastahili, malaika wakimwomba, wakiona mtakatifu, mtakatifu. Kwa hivyo Mungu ni mtakatifu kiasi kwamba hakuna mwanadamu ambaye tabia yake inaweza kujistahilisha mbele yake kwa sababu ya utakatifu anaokuwa nao. Lakini Mungu anatupenda hadi kufikia hatua ya kujitolea kwa ajili yetu, akamtoa mwana wake pekee ili kwamba afe kwa ajili yetu, na anapokufa kwa ajili yetu, haki yake tunapoivika, tunastahili kupitia yeye. Kitu cha pili tunachojifunza ni kwamba inapaswa kutuonyesha jinsi tulivyo wenye dhambi na walioanguka, kwamba ni kupitia msalaba tu ndio tunaweza kuokolewa. Pasipo msalaba wa Yesu, pasipo damu ya Yesu kumwangika, hatuwezi kustahili machoni pa Mungu. Ikiwa tunaweza kusimama leo mbele ya Mungu, ni kwa sababu Yesu amemwanga damu yake kwa ajili yetu, na yeyote atakayempokea kuwa Bwana mkombozi wa maisha yake, damu hiyo ya Yesu Kristo inamstahilisha. Basi msalaba unapaswa kutuonyesha mambo mawili. Kwanza, nimesema ni kiasi gani Mungu anatupenda hata akajitoa sadaka kwa ajili yetu, na jambo la pili, unapaswa kutuonyesha jinsi tulivyo wenye dhambi na wenye hali ya kuanguka, kiasi kwamba ni kwa njia ya msalaba tu tunaweza kuokolewa. Je, ni kusudi lako leo kuona kwamba Mungu ni mtakatifu na wewe ni mwenye dhambi, na dawa ya pekee ambayo inaweza kustahilisha kusogeza karibu naye ni kupokea Yesu Kristo kupitia damu yake ili kusafisha na ustahili? Ikiwa ni kusudi lako na unataka Yesu akusafishe kupitia damu yake, tuombe.
Asante Yesu Kristo kwa upendo wako. Asante kwa damu yako ambayo inafanya tustahili. Tupatie neema kupokea kifo chako kwa Bwana mkombozi wa maisha yetu, na tujiandae kwa ujio wako mara ya pili, katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki mpendwa. Usikose kusubscribe, like na kushare.